akakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuweko Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, mkutano walikutanika, wakashikwa na fedhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Ninasema maneno haya, tunasema ni tendo lililotokea baada ya Yesu kuondoka duniani, na yeye aliwaahidi wanafunzi wake ya kwamba nitakapokwenda, habari za uokovu hamtawezana nazo mpaka mpate nguvu ya Roho Mtakatifu. Nami nawaagiza hivi, mwende mkae Yerusalemu, mkae mahali pamoja. Wakakaa huko mpaka siku inayoitwa siku ya Pentekosti. Kwa hivyo Pentekosti si dini. Pentekosti ni siku ya sikukuu moja yao ya mwaka iliyokuwa inasherekewa na Wayahudi. Bwana asifiwe. Amen. Sasa katika siku hiyo Mungu alileta hiyo tabia ya kujazwa na Roho, wakanena kwa lugha kwa lugha nyingine. Walinenaje? Ya kwamba walivyokuwa pale, watu walikuja Waarabu, watu walikuja Wagriki, watu walikuja wa Portugal. Walivyokaa pale, kila mtu alisikia lugha yao, lakini hao wanafunzi wote wa Yesu ni wa Galilaya, yani ni wa kabila moja. Kwa maana nyingine, mkuwe hapa ni Wataita, mwanze kuongea kwa lugha, alafu kumekuja Mluya anasikia Kiluya, Mkikuyu amekuja anasikia Kikikuyu, Mdigo amekuja anasikia Kidigo. Unaelewa mpaka hapo? Sasa leo sisi tunachojifunza, hata siku jazwa na Roho, hiyo tutafanya siku nyingine. Kile tunachosema ni uwezo wa kupata kile kilichofichwa katika siku. Katika kila siku kuna kitu kilichofichwa ama kilichobebwa. Kwa hiyo siku ni kibebeo ya mambo, yanaweza kuwa mazuri au mabaya. Kwa hiyo Mungu aliweka katika Israeli wakuwe na siku 3 kwa mwaka, yani sikukuu ya Pasaka, sikukuu ya Pentekosti na sikukuu ya vibanda. Na Mungu alikuwa amewaahidi, mtakapofanya hivyo, kuna vitu vimebebwa ndani ya siku hizo, na nyinyi mtazipata, na nyinyi mtaona faida yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku si siku, siku ina umaalumu wake na ina upekee. Ile siku yako inaitwa birthday. Siku ile unasherehekea birthday, watu wote wanakuangalia kama mheshimiwa, hata kama mbunge amekuja. Ni kweli? Imekuwaje wewe uangaliwe kama mheshimiwa? Siku ambayo inaitwa ya graduation, kukienda graduation, akili zote huwa zimejenga ndani yao ya kwamba leo kuna mafahali, wanaenda kuhitimu, wanaweza wakapatiwa ajira, kwa sababu ni siku ya kudhirishwa kwao ama kupatiwa kibali ya kwamba kweli wana ujuzi katika taaluma zao. Bwana asifiwe sana. Amen. Na siku hiyo kama hukuwa graduation, unaweza ukakosa cheti. Na ni kama sheria ya kwamba kama hauvai gauni na hautashiriki, hiyo siku inaweza ikakupita. Na siku kama hizo kuna ziliharibu maisha ya mtu ama ilitengeneza maisha ya mtu. Sawa Sasa kuna siku inaitwa ya mtu. Hata siku ile umeenda kwa matanga inaitwa siku ya mwenda zake. Unanielewa Na siku ya mwenda zake huwa imebeba vitu vyake, vibaya ama vizuri. Kwa hivyo inategemea uko katika hali ya kupokea nini. Haleluya. Amen. Inapokuwa kwamba kuna siku zilizotengwa maalum. Kuna siku ya wedding,
Siku hiyo bibi harusi na bwana harusi ndio nani? Ndio waheshimiwa. Inaitwa siku zao. Jamani, mwatuchelesha, tunataka kwenda. Wapeni siku yao. Huko kwenu vipo? Sasa siku hiyo ya harusi inaweza ikaharibu maisha ya ndoa ama ikatengeneza ndoa. Ni siku ya kiapo ndio, lakini ndio siku watu wengine wanaleta vizawadi walivyoviongelea maovu vya kuangusha hiyo ndoa hapo mbele. Lakini unakuwa makini kwa kila siku. Kwa hiyo mahali popote unapokuta imetajwa ni siku, lazima uulize Mungu, na hii ni shiriki ama nisishiriki? Bwana asifiwe. Sio kila mahali kwenye kila sherehe upo, sio kila matanga lazima upo kwa kila ni lazima ujiulize, kwa siku hii Bwana imebeba nini kwa ajili yangu? Na Mungu ameweka hizo siku 3, na kila siku iko na maana yake, na kuna vile vitu inabeba ndani yake. Amen. Lakini kando na siku hizo 3, kuna siku alizozitenga Mungu, akaita moja inaitwa Sabato. Yaani baada ya siku 7 kuna furushi Mungu leta kila siku ya Sabato. Sasa leo tumekutana Sabato. Alafu utaacha siasa ya Jumamosi na Jumapili na Ijumaa. Sawa Achana na hiyo. Leo tumekutana kwa jina la nani? Kwa hiyo tumekuja tukutane na Bwana. Kwa hivyo siku ya Sabato, kile Mungu anakusudia ni watakapokutana 2, 3 na mimi nakuweko hapo. Kando na hivyo ni siku ya 7 ambapo Mungu ndani yake amebeba pumziko. Nini? Pumziko. Matatizo na mizigo ya juma na mahangaiko na mapambano haustahili utoke kwa ibada uende nayo. Yaani ni siku ya Sabato, siku ya kutua mizigo. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa, nami nitafanya nini? Nitawapumzisha. Kwa hiyo tunapokuja kwa ibada hatuondoki na mizigo. Ulikuja na hasira, mlichukiana jana ama juzi, ni siku ya kupumzika kutokana na hasira, kutokana na chuki, kutokana na mizigo ya aina. Sinia anasema siku ya 7 siku hiyo akapumzika, si ndio? Akaibariki, si ndio? Ni siku ya kupumzishwa, imebeba ndani yake kupumzika. Kwa hivyo unapoenda ibada sasa, saa nyingine mtu anasikia na umwa, anajinyosha nesa, kwa ibada nitakaje? Kuja hivyo uje utue mzigo. Watu hawana imani. Tunasema hivi, njoo na shida utue, kwa sababu siku ya Sabato imebeba furushi na kubebeshwa mizigo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu akapanga ya kwamba mtakuwa na Sabato, na baada ya Sabato 47 kutakuwa na siku ya Jubilii. Umeshasikia Jubilii? Jubilii ni wakati wa kurudishiwa ulivyopoteza. Bwana asifiwe. Amen. Yaani unajua sitaki kuwapeleka kwa maandiko mengi sababu ya umri ule umechanganyikana hapa. Na pia umri wa kiroho. Sasa nataka nikupatie tu hivyo uendege ukikumbuka ya kwamba kuna vitu vimefichwa ndani ya siku. Mungu nisaidie nivipate. Mafurushi yangu yasipite kwa sababu nimekaa vibaya. Hapana, na Mungu nisaidie. Ndio maana watu nawaambia, ukiamka asubuhi omba. Itakusaidia kuiweka siku vizuri. Bwana asifiwe. Namwambia Bwana niongoze. Kama ulikuwa unaenda siku hiyo ilikuwa imebeba vitu vibaya, unahepeshwa na mahali vilikuwa vimepangiwa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa Mungu hakuleta ile watu waje na wajazwe tu na Roho Mtakatifu kibahati mbaya siku yote. Alileta siku ya Pentecost. Kwa nini? Kwa sababu siku ya Pentecost ni sikukuu ya mavuno. Haleluya. Amen. Ni sikukuu ya nini? Mavuno. Ya mavuno. Na Mungu akaamrisha
kwa sababu mmevuna, siku hiyo mtaondoa mikate ya zamani muweke mpya. Kwa hivyo kama ni kiroho tutasema ni wakati tunatazamia upate ufunuo mpya, umkule Yesu ambaye ndiyo mkate kwa kiwango kingine. Haleluya. Amen. Kae Mkristo umegandaganda tu ukui ya ugeuki. Umjue Bwana. Tunatazamia hiyo siku atajifunua kwako. Umjue kwa kiwango cha juu kuliko vile ulikuwa unamjua. Ni nini? Ni siku ya Pentecost. Siku ya mavuno, siku ya kubadilishwa kwa mikate. Ile ilikuwa kuukuu inaondoka. Kwa hivyo tunataka tuone kwamba ule utoto ulikuwa nao wa kiroho umeondoka. Ndio kukua kimo na hekima. Vile ulikuwa unafanya mambo umekuwa, maana umeongezeka nini? Hekima. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema mwanamke mwenye busara anafanya nini? Anaijenga nyumba. Lakini mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba. Sasa hii msipelekee wa mama. Mwanamke ni mimi na wewe, sisi ndio wanawake wa Yesu. Yesu ndio Bwana. Amen. Yesu ndio nani? Ndio bwana harusi na sisi ni mabibi harusi. Sasa usibomoe. Ni nini inafanya watu wabomoe? Wamekosa hekima, wamekosa busara. Nilikuwa nawaambia watu, ukiwa umekaa na mke wako kwa miaka 8, alafu bado tuone tabia ya kutaka kufunga virago, naenda kwetu, unajua hekima haijakuwa miaka 8, natakana muwe mshajua na mshaamua mimi ni wako hapa na ni wa kujenga na mimi ndio mimi. Niko hapa. Yaani hakuna msamiati unaitwa kuondoka. Amen. Unanielewa Hakuna msamiati unaitwa kuachana. Hakuna msamiati unaitwa talaka. Hiyo ni ya huko kwa ulimwengu na zile dini zingine. Lakini ndani ya Kristo, katika dini ilianzishwa na mfalme wa wafalme aliyekufa akafufuka, huwa hakuna. Lakini kwa mitume na manabii walioanzisha dini zao wakafa wakazikwa wako kaburini, huko talaka iko. Lakini hapa kwa aliyefufuka, jamani, hakuna. Amen. Sasa kama ulipojaamua kama umetulia ama hujatulia, jua sasa msamiati ni mmoja. Story ni kutulia. Yaani hakuna mjadala, ni kufanya nini? Kutulia. Sasa unaomba hekima, Bwana, na mimi Yesu ulivyoongezeka kwa kimo na kwa hekima, na mimi pia uniongeze kwa ajili nina uwezo wa kuhandle haya maneno, hekima yako ikiwepo sishindwi. Haleluya. Amen. Unajua huu ufalme ni wa wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio watakao. Ukianza kuangalia vita vile ni vikubwa utaangushwa, lakini ukiangalia mfalme vile alivyo mkubwa utashinda vita. Amen. Hivyo ndio tofauti. Wewe unakasirishwa, unashinda ukiongea juu ya ukasirishwa, unaongea mpaka kesho yake mpaka jamani, tukasirishane tu kabisa. Tukishamaliza kukasirishana na yaishie hapo. Na tuendelee na maisha. Unanielewa? Lakini sasa unabeba kinyongo cha mwaka jana, cha mwaka juzi, nini cha mwaka Wadada mpo? Upo. Aje huwa naogopa kesi ya dada na mndugu. Mimi huwa sipendi kutatua mambo ya ndoa. Sababu ukiwaweka ndugu na dada, mzee atalemewa. Maana mama atatoa kitabu. Na mzee atainusa, basi kana mchungaji wako. Sasa mimi sitaki kuachiwa. Sitaki kuachiwa mtu. Haleluya. Amen. Nilikuwa sijapanga kuongea hizo, lakini kwa sababu ziko kwa maisha. Sasa katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 na mstari wa 23 mpaka wa 24 tunaziona hizo siku ambazo Mungu alizoziweka, hizo siku ambazo nimekuambia 3. Nani amefika hapo atusomee kitabu kile cha Kutoka
sura ya nimekwambia ngapi? 34 na mstari wake wa 23. Nasema hivi: mara 3 kila mwaka watu waume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa mimi nitazitupa nje taifa za watu mbele yako na kuipanua mipaka yako, wala hapana mtu yeyote atakaye itamani nchi yako, hapo utakapokwea kwenda kuhudhuria mbele za Bwana Mungu wako mara 3 kila mwaka. Usisongeze. Wachia hapo. Kwa hiyo amewaambia ndani ya hizi siku 3 kwa mwaka nimeficha siri hii. Ni nini? Utakapokuwa unafanya, kwa sababu umezungukwa na maadui na mataifa, nitakuwa ninawasongeza. Haleluya. Amen. Nitakuwa nafanya nini? Kwa hivyo kama walikuwa na kuweza kila ukihudhuria wanagundua ulipanda chati, na wao hawajaenda kwa wataalamu wakaongeza ujuzi, wanakutwa wako chini, itabidi walete wengine wakali. Hivyo ndio wokovu yetu. Wokovu jamani, utamu wake ni mapambano. Amen. Wokovu utamu wake ni nini? Mapambano. Ni mapambano. Ukiondoa mapambano hakuna wokovu. Utaonyeshaje ufalme wenye nguvu kama hauzionyeshi kwa vita? Unaitwa askari wa nini kama haupigani? Umepewa silaha za nini kama haupigani? Bwana asifiwe. Amen. Maana sasa mnaangalia Mungu kama Mungu sasa ulikuwa wapi? Mungu anaangalia tu hizo zimekuja, hizo ni zako. Na yakupasa ufanye nini? Ushinde. Haleluya. Amen. Haya. Kwa hivyo moja ya kazi itakuwa inafanyika katika ulimwengu wa kiroho ni kusukuma maadui ama wanaokuonea. Unaweza ukawa uko kazini lakini bosi anakuonea, ama wafanyikazi wengine wanakuonea. Wanaweza kuwa wakuonei kwa fujo lakini wanatamani usije ukapanda ngazi. Unashaka katika hali hizo. Yaani unaweza ukawa unalima shamba lakini kila wakipita kuna wanatema mate. Anasema na mwaka upi alilima. Wanaongea vitu na mashetani yanasikia. Anasema kwa hivyo huyu anastahili asilime mwaka huu mwingine. Wacha tumtege. Umesikia? Sasa watafanya hao walevoliwe mpaka wafike mahali havifanyiki. Bwana. Amen. Kila utakapohudhuria, amesema msiende huko mikono mitupu. Alafu amesema ni watu wanaume. Sasa msije mkafikiria tu. Unajua hili ni agano la kale. Msije ukafikiria tu ya kwamba kwa sababu ni wanaume, kwa hivyo ni watu waume ndio waende siku 3 na hizo vitu ziko kwa wanaume peke yao. Hao ndio wamefichiwa mafungu hayo ya vitu 3. Sawa? Inaposema wanaume ni kwa sababu katika agano jipya sote tumefanyika wanaume. Ndugu. Bwana asifiwe. Amen. Na sote tunaenda vitani, tunaitwa askari. Kwa hivyo kama alikuwa panee mipaka, ina maana amewaita nyinyi askari. Amen. Kama ni askari basi walikuwa zamani wanaenda wanaume peke yao ndio walikuwa wanaenda vitani. Lakini tunapokuja kiroho ni wanaume wameambiwa wakemee mapepo peke yao. Si Biblia imesema hakuna roho anaingia kwa mwanamume au kwa mwanamke, ni roho yule yule. Si amesema hakuna Myunani, hakuna Myahudi, hakuna mwanamke, hakuna Mlishasikia wahubiri wengine waliopotoka wanayesema imeandikwa usimuache mwanamke mchawi kuishi. Back to the sender. Muombe akufe. Sasa unajua tukiomba hivi, hao tunasema wanawake si wanawake marinda. Kwa agano jipya si wanawake nini?
ni wanawake kanisa la Bwana walioolewa na Bwana, wamechumbiwa na Bwana. Mimi ni mmoja wao. Amen. Haleluya. Amen. Wewe kama hujachumbiwa fanya haraka. Haleluya.